Karibu mpenzi mtazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu haswa ya yale ambayo yanazidi kutokota na kujiri katika taifa letu la Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Nikope lako sikio, vile like video na uweze kusubscribe. Sasa mtazamaji wangu, ndani ya hii serikali ya Samia na Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais, serikali ya CCM ambayo waliweza kuipata baada ya kuwatoa wananchi uhai mwaka 2025, mtifuano, kukosana kumeanza. Nchimbi na Samia hawaelewani. Imefika mpaka mahala ambapo Nchimbi anazungumza, alafu Samia anaagiza hotuba za Nchimbi zinafutwa kutoka kwenye kurasa za magazeti. Kipindi ambapo vituo vya habari nchini Tanzania unapata kwamba vilikuwa vimetundika taarifa wakiambatanisha na video ambayo inaonyesha mazungumzo ya Dr. Nchimbi. Alafu baadaye unapata kwamba ile hotuba ya Dr. Nchimbi imeweza kufutwa. Utagundua kwamba mwenye aliweza kuagiza ile hotuba iweze kuondolewa lazima awe kiongozi ambaye yuko juu ya Nchimbi ambaye ni Samia. Kuna kauli ambayo Dr. Nchimbi aliweza kuitoa upande wa Dodoma, akaangazia ufisadi unaokithiri Tanzania na akaangazia jinsi ambavyo viongozi wanapata mamlaka wanajisahau. Hotuba hiyo ilichapishwa mpaka kwenye magazeti ya serikali, lakini ghafla hotuba hiyo ikatoweka. Hotuba ndiyo hii, mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji, itazame. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata. Sasa mtazamaji wangu, baada ya hotuba hiyo ya Dr. Nchimbi kufutwa kutoka kwenye kurasa za vyombo vya habari, haswa vyombo ambavyo vinamilikiwa na serikali, imeweza kuibua hisia kwamba kuna kukosana kati ya Nchimbi na Samia, na kwamba kauli ambayo Nchimbi aliweza kuitoa ya ufisadi na jinsi ambavyo viongozi wakipata mamlaka wanajisahau, inaonekana kwamba zile kauli hazikuendana vizuri na Samia, kwa sababu ufisadi umekithiri katika serikali yake. Anaajiri watu visivyo. Yeye mwenyewe Samia amepata mamlaka, amejisahau. Sasa mwanasiasa kutoka upinzani mwenye anaitwa Godbless Lema alikuja akanena maneno machache baada ya hotuba hiyo ya Mheshimiwa Nchimbi kufutwa. Akaandika hivi, ninaomba uweze kunisikiliza. Liandika kwamba sikutilia maanani sana hizi video mwanzoni.
baada ya Nchimbi kuzungumza, lakini nilianza kuziangalia kwa uzito pale nilipogundua kuwa maudhui kutoka video hii yaliwekwa kwenye ukurasa wa Instagramu wa gazeti la Habari Leo, gazeti la serikali, na baadaye yakaondolewa. Na haya ni maneno ya makamu wenu wa rais. Nasikia jinsi ambavyo Lema anauliza. Anasema kwamba yeye mwanzoni hakutilia maanani kile ambacho Nchimbi alikizungumza, kwa sababu Nchimbi na Samia ndio waliweza kuwatoa uhai ndugu zetu. Lakini anasema kwamba ameweza kutilia maneno hayo maanani baada ya ukurasa wa Habari Leo wa gazeti kufuta maudhui ya Nchimbi. Kaendelea kusema kwamba kinachonishangaza ni kwamba maudhui yaliyomo yanalenga kukemea ufisadi wa fedha za umma na viongozi kuacha kujinufaisha. Swali la msingi linaanzia hapa. Kama maneno ya aina hii yanaweza kuonekana mabaya kiasi cha kuondolewa, basi wale wananchi wote wenye akili na mapenzi ya nchi wanapaswa kujiuliza kwa nini mwelekeo. Wanapaswa kujiuliza kwa kina mwelekeo wa ziada tunaokwenda. Imagine kama ulisikia hiyo kauli, Nchimbi alikuwa anakemea ufisadi mahala ambapo pesa za umma zinatumika vibaya. Kwani hayo maneno ambayo Nchimbi alikuwa anakemea yalimkosesha usingizi kiongozi wa taifa mpaka akaamuru yale maneno yaondolewe, yale maudhui yaondolewe? Lema akaendelea hivi: je, ni rahisi kwa mhariri kuamua kuondoa maudhui yanayomhusu kiongozi wenu wa juu namna hiyo bila maelekezo kutoka juu? Na huko juu ni wapi? Kuna hadithi moja huko Italia. Askari barabarani alisimamisha gari, alipokuwa nakagua akagundua kuwa aliyekuwa anaendesha alikuwa papa. Ghafla alianza kukimbia kwa spidi kali huku akitokwa jasho. Wenzake waliomuona na kumfuata na kumuuliza, ni nini kimekupata? Alijibu, nimesimamisha gari nikapata papa. Anaendesha akiwa na abiria mmoja. Anaendelea kusema, nafikiri huyo abiria lazima atakuwa Yesu. Tafakari. Akaendelea kusema kwamba huyu ni makamu wa rais wenu wa serikali yenu mliopata kupitia uchaguzi uliokuwa na maumivu makubwa kwa taifa, yaani kuondoa wananchi wai. Mnaondoa video kama hii kutoka ukurasa zenu. Meseji kwa umma ni moja: amkeni saa hii, sio baadaye, maana cartels wako rada. Nina hofu kuhusu kesho ya Tanzania, sio kwa sababu hakuna watu wenye uwezo, bali kwa sababu kimya unapokuwa kawaida, hata mambo yasiyostahili yanaendelea kuonekana ya kawaida. Hapo ndipo hatari kubwa. CCM mnapaswa kutafakari kwa kina. Historia ina tabia ya kurudia matokeo yake pale pale makosa yanapopuuzwa. Hii si wakati wa kiburi, bali ni wakati wa kurekebisha mwelekeo kwa ajili ya taifa. Kila maumivu yaliyowapata Watanzania mtalipa, na nchi itaharibika sana. Maisha ya nchi sio ushabiki wa mchezo. Unaona, na yeye ameweza kutilia shaka jinsi ambavyo hotuba ya makamu wa rais inaondolewa, jinsi ambavyo hata mimi nimeweza kutilia mashaka. Itawezekanaje hotuba ya makamu inaondolewa? Ni nani huyu ambaye yuko juu aliweza kuamua isipokuwa Samia? Basi ikiwa maudhui kama haya ya kukemea ufisadi yanaweza yakawakera, yakawauma viongozi kwa hii serikali ya Samia walioipata baada ya kumwaga damu, basi pesa za umma ndani ya hii serikali ya CCM zinafyonzwa, zinaibwa na zinapotea. Kama maudhui ya kukemea ufisadi yanaondolewa, basi jua
kwamba pesa zetu, kodi zetu zinapotea kwa hii serikali. Yawezi ikawa kwamba waliweza kupata uongozi kupitia kwa njia ya kumwaga damu, lakini haimaanishi eti kwamba mpaka maudhui ya kukemea ufisadi yaonwe kama tisho, kwani wao walimwaga damu ili kwenda kuiba pesa? Si walimwaga damu waende kuchunga pesa za mwananchi? Mbona wanasikia kanda ya kukemea ufisadi wanaiondoa, wanainyofoa? Nikimalizia, ni lazima utagundua kwamba licha ya hawa viongozi wawili Nchimbi na Samia kumwaga damu mwaka uliopita, hawa watu wawili hawaelewani. Inaonekana kwamba damu ya waliomwaga haitawaacha wakae huru, na ndio maana wanachanganyikiwa, na ndio maana unaona wanakosana, mpaka wengine wanaamuru hotuba kuondolewa, maudhui kuondolewa. Hapa sio ya ama hapa kwenye hii kanda sio lazima wewe uwe Chadema au uwe CCM. Hapana, sisi sote ni Tanzania. Lazima hapa tufikirie, tuone kesho yetu. Hawa viongozi wataiba pesa, wataenda nyumbani waende kukula na familia zao, na sisi kodi itapanda, bei ya mafuta itapanda, bidhaa muhimu zitapanda bei, wao wakiendelea kuiba. Kuna kukosana kati ya Nchimbi na Samia. Sijui wazo lako ni lipi?